Karibu katika episode ya 4. Dojung alikuwa akimweleza dada yake kwamba hakuna siku ni furaha zaidi ya hii kwa sababu anakwenda kuwa mrithi rasmi wa kampuni nzima. Na bidada haamini kabisa hayo anayoyasikia kwa sababu huyu si mama yake mzazi, lakini yeye ndo amekuwa na uchungu zaidi kuliko hata hao wenye mama mzazi. Lakini kama hujatazama bado sehemu ya 3, hakisha unagusa hicho kipop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Maafisa wa polisi walitimba eneo la tukio na mjadala ni mmoja tu, kutaka kujua ni nani ama ni nini kinachohusika katika kifo cha mama. Lakini katika tafiti za mwanzoni kabisa inasemekana kwamba mwanamama aliweza kutumia diclofenac, na hiyo iliweza kumpelekea kupata tatizo linaitwa cardiac arrest, yani shambulio la moyo. Lakini bidada Duhi akasema kwamba mama huwa alikuwa na allergy na hizo dawa, hakuwa anatumia dawa za mitindo hiyo. Sasa hii inakuwaje kwaje alishikuwa ameshambuliwa kwa kutumia dawa hizo? Na kama alikuwa ameweza kutumia hizo dawa, mbona chupa za dawa zake hazijaandikwa majina hayo? Ina maana hapa kuna shida kidogo. Na sasa huyu bidada anayefahamika kama Nosung, adui mkubwa sana wa bidada Duhi, moja kwa moja akasema kwamba mtu pekee anayehusika katika maandalizi ya dawa za bibi hakuwa mwingine zaidi ya huyo Dr. Choi. Inawezekanaje akawa amefanya kosa kubwa namna hiyo la kuweza kumwangamiza bibi? Lakini wakati wanaendelea kuyajadili haya, bidada Duhi akaanza kufikiria mbali sana. Akakumbuka ile siku alikuwa amepigiwa simu akiambiwa kwamba kuna mafaili muhimu sana, kama anaipenda nafasi ya kuja kuwa kiongozi wa kampuni hii basi ni vyema akamfuata mtu huyu. Lakini yeye hakumzingatia kabisa, huenda mtu huyu alimpigia mtu mwingine kuweza kumshirikisha mpango wake. Maafande wakauliza tena, nani ambaye anafahamu kwamba mama yenu alikuwa na tatizo la diclofenac? Yani inamaanisha kwamba alikuwa na allergy ya kutumia dawa za diclofenac. Lakini wote wakakaa kimya tu, na ni kweli kabisa wanafahamu jambo hili. Ila kaka mkubwa kabisa wa familia akasema kwamba iishie tu kwamba mama yetu alikufa kwa shambulio la moyo. Yani ni kama kaka mtu alitaka kupotezea hiyo kesi isiendelee kabisa, waendelee kuwa busy sana na masuala ya msiba. Wakati wanaendelea kuondoka hapo, moja kwa moja bidada akamfuata na kusema kwamba najua kwamba mama aliweza kuuliwa. Wakamshangaa sana na mwisho wa siku akampotezea, kwa sababu hata hivyo sio mtoto wa kuzaliwa katika familia hii. Huyu ni mtoto wa kumwadopti tu, hana maana yoyote ile. Mwanasheria wa familia akatimba katika mitaa hiyo na kisha akaanza kusoma wosia wa bibi akisema kwamba mali zote zimeandikwa kuwa zitakuwa chini ya usimamizi wa bidada Duhi mwanzo mpaka mwisho, na ukabidhiwa wa hizo mali unatakiwa kufanyika mara tu bidada atakapokuwa ameolewa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Na kama bidada atapinga oda hiyo ya kuweza kuolewa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, basi mali hizo zote zikapelekwe katika kituo cha watoto yatima. Na huo ndio wosia wa bibi aliyokuwa ameweza kuacha hapa kwa mwanasheria wake. Ukisikia sehemu ambayo bibi alikuwa amemleta mwanae katika mishale mingi sana, basi ni katika eneo hili la mali, kwani mpaka yeye kifo chake ilikuwa ni kwa sababu hizi mali ziweze kulisiwa na watu. Bwana bidada akawaka kweli kweli kwa kusema kwamba mali hizi zitabakia mikononi mwangu kama bibi alivyoweza kuelekeza, na niko tayari kuweza kuolewa. Mtu pekee atakayekwenda kunioa akamfuata yule bodyguard na kumwambia kwamba naomba unioe. Lakini mwamba gauni alimtazama tu bidada kisha akamkataa mbele ya watu wote waliohudhuria katika ule msiba. Hii kitu ilimkela sana bidada kuamini macho yake. Jamaa akaendelea kwa kuongezea kwamba kuna mipaka mikali sana kati ya kazi na upendo. Mimi nimekuja kufanya kazi tu hapa, mimi ni mtu wa kazi bwana. Walitoka eneo la msiba wakiwa wamenuniana sana. Bidada Nosing akaamini kabisa kusema kwamba yani mama alikuwa ananipenda, kumbe feki tu, afu hajaniachia chochote kile. Huyu mama vipi huyu? Lakini dada mtu anamwamini sana huyu mwamba anayefahamika kama Nosuk Min, kaka yao mkubwa kabisa. Akasema kwamba tutafanya nini? Lakini huyu kaka mkubwa akasema kuwa mbona mali hizo ziko mikononi mwetu, hakuna mtu atakayeweza kuzichukua. Na kaka mkubwa anasema kwamba anamkumbuka mbali sana mama yangu kwa kile alichowahi kunifanyia. Miaka 15 iliweza kupita, nakumbuka nilikuwa nikiendesha gari wakati nimelewa, basi mama yangu aliruhusu mimi niweze kufungwa jela. Mwamba akasema kwamba kutokea wakati huo niliapa kwenda kinyume na kila ambacho mama anakipanga, na miongoni mwa vitu ambavyo nitakwenda navyo kinyume pia ni miongoni mwa hili swala la ulisi. Lakini yule dogo wa mwisho kabisa anayefahamika kama No Dog, huyu dogo alikuwa akiendelea kuvuta sigara. Huyu jamaa ana mtindo wake wa namna fulani hivi ya kufanya matukio yake, ni hatari kuliko unavyofikiria. Kwa upande wa bidada Duhi akiwa anarudi nyumbani, moja kwa moja ana hasira kweli kweli na huyu jamaa. Akamwambia kwamba naomba uwashe wimbo wote ule wa hasira au wimbo mmoja ambao ueleweki vifanya hivyo. Bidada alibadili kila aina ya nyimbo, lakini hakuna nyimbo iliyotosha kuweza kumfariji. Mwisho wa siku akawa amemfikisha hapa nyumbani, na bidada akasema kwamba sitamani kabisa kukuona siku leo ukiwa unanisogelea, bakia huko kwenye gari. Lakini alikuwa amesahau barua yake bidada. Sasa mwamba akaitazama hii barua, baada ya kuichukua akataka kwenda kumrudishia bidada, lakini akagundua kwamba bidada alikuwa anapiga makelele sana ndani ya nyumba. Na mwamba alipozidi kusikiliza akajikuta anasikia mambo mengine ambayo hata hayafai. Bidada akawa anasema kwamba hivi nikichukua bunduki mfano nikimnyoshia mwamba katika shingo nikachapa pale maeneo ya shingoni pale akafa, shida nini? Jamani kweli kabisa sio binadamu. Lakini alipokuwa akisikia haya akajikuta mwenyewe anajikuta anaanza kuogopa ni kifo. Nitapigwa bunduki na maana ya shingoni, itakuwaje hiyo kitu? Mwamba akashtuka kwamba huenda bidada hata humu ndani ana bunduki. Haraka sana ikabidi kuanza kunyata na kukimbia kabisa, eneo hili sio salama kabisa. Bidada akiwa ndani akasikia kana kwamba kuna mtu alikuwa anagonga hodi. Sasa kama ambavyo nilikuwa nimekuambia kabla kwamba Jusok huwa anampendaga sana huyu bidada, na siku leo akatimba hapa na kuanza kumwambia kwamba nimekuja ndio nyakati za usiku, lakini nataka tujadili chanzo cha kifo cha mama, ili kwaje hii kitu. Lakini bidada akasema kwamba hakuna haja ya kujadili kwa sababu tunajua kwamba kuna muuaji ambaye yuko ndani ya familia. Pointi kubwa ya msingi ni mimi kuweza kuolewa. Jamaa akamsihi bidada anakuambia kwamba naomba usiolewe kwa haraka, usifanye maamuzi hayo kwa haraka namna hiyo. Bidada
akasema sawa, ndafikiria, basi unaweza kaenda. Lakini mwisho wa siku jamaa akaweza kuomba namba ya bidada ya dharura kwamba endapo changamoto yote itajitokeza basi bidada asisite kabisa kumtafuta kupitia namba hiyo. Kiufupi ni kwamba jamaa anampendaga sana bidada. Na baada ya mwamba tu kuondoka, basi moja kwa moja bidada akazama katika mitandao ya kijamii, huku habari zimetapakaa kweli kweli. Ile video inayoonyesha kwamba Guan alikuwa akimkataa live kabisa bila chenga, yani imetapakaa na inamkela sana bidada, akabaki anashangaa tu amekuwa maarufu ghafla binvu. Mwamba naye kusapakaa kwa taarifa kukaa kumeweza kumfikia. Moja kwa moja bidada akawa amempigia simu na kumwambia kwamba naomba tuonane katika maeneo fulani hivi yaliyojificha kidogo. Basi walivyoweza kuonana huko, bidada akasema kwamba kama ungeweza kukubali tusingefikia kote huku. Mwamba akamwambia kwamba lakini mimi siko tayari kuweza kukuoa wewe, na sijui kwa nini unanilazimisha tu kunichagua mimi peke yangu. Kuna watu wengine wengi tu unaweza kufanya maamuzi hayo kwao. Alafu dada, ni kwamba sio kwamba uliumbwa kumpenda mtu mmoja tu, unaweza kumpenda mtu yoyote yule katika maisha yako, sio mpaka uninganganie mimi kama Ruba. Sawa haya maneno bidada anapoyasikia akamkata sana moyo. Mwisho siku akaanza kuondoka. Mwamba akamwambia kwamba uogopi kumwagiwa asidi, hebu nisubiria hapo nikupakie katika gari. Na mwisho siku akampakia bidada katika gari. Na bidada ule muda anarejea nyumbani, alikuwa amepata usingizi ndani ya gari huku akiwa na sura ya huzuni sana. Mwamba alikuwa akimtazama tu, na mwisho siku akamkabidhi ile barua ambayo alikuwa amesahau ndani ya gari kipindi kile. Bidada hakutaka kabisa maongezi mengi, moja kwa moja akatoka pale katika gari, moja kwa moja akaingia ndani. Alipoingia tu akashangaa kwamba katika begi yake kulikuwa kuna barua. Ikabidi kuifungua barua hii aweze kuisoma, lakini pia akaisave namba ya Mwamba Guan kama namba yake muhimu sana ya dharura. Kumbuka kwamba kuna mshikaji alikuwa amempa namba pale aweze kuisave, lakini yeye akawa amesave namba ya Mwamba Guan vile vile, licha kwamba Mwamba anamkataa. Shai kuimbaga msanii mmoja jina yake nimemsahau, akisema kwamba unayempenda akampenda mwingine na mwingine anampenda mtu mwingine. Na ndio haya anayomkuta bidada, anampenda mtu asiyempenda na yeye pia anapendwa na mtu ambaye hawezi kumpenda. Sasa ile barua aliyokuwa ameikuta katika begi yake inasema kwamba kama Doshi ataweza kuikuta barua hii, basi kipindi hicho nitakuwa tayari nimeshakufa. Mama anasema nimemwacha katikati ya mbuga ya wanyama wakali na katika sehemu ambayo anahitaji kupambana zaidi kwa sababu aliyepo ni sehemu hatari zaidi. Mama akasema kwamba ili bidada aje kuwa kiongozi katika ile kampuni, anapaswa kuwa na mtu ambaye atamsababisha yeye kujihisi kwamba si mpweke na mtu atakayemtia moyo katika kila nyakati ngumu na kusimama naye. Bidada akiangalia wakati huu ambao mama yake ameweza kumwacha, basi amemwachia wakati mgumu ambao hakutegemea kabisa katika maisha, kwani ni wakati mgumu kweli kweli. Akaelekea kabulini na kuweka alama ya maji. Sasa siku ya leo Mwamba Guan bana alipata ndoto, na alikuwa akipata ndoto kipindi ambacho miaka ya zamani sana, miaka 200 iliweza kupita akiwa binadamu. Na kutaka kwake ndoto si jambo la kawaida hata kidogo. Ikabidi kumfuata huyu master wake na kumwambia kwamba nimeweza kuota ndoto. Jamaa akamwambia kwamba demon akianza kuota ndoto kwa lugha nyepesi ni kwamba anazidi kuwa binadamu mwenye kurudisha kumbukumbu zake za zamani. Na akamwambia kwamba kadri unavyozidi kuwa katika hali ya binadamu hivyo na kuendelea kukumbuka matukio ya zamani kwa kuyaota ndoto, basi ngozi yako na yenyewe itazidi kubadilika na utakuja kuzeeka kama kawaida binadamu wengine wanavyopitia nyakati hizo za kuzeeka. Mwamba aliposikia masuala ya uzee haraka sana ikabidi kujitazama katika kioo, na kweli kabisa agundua kwamba katika sura yake inaonekana kuna tumikunjo fulani hivi vya kibinadamu. Rafiki yake alimcheka sana huko akimwimbia ile nyimbo ya kwamba unazeeka tafuta hela unazeeka. Na huku katika mitandao ya kijamii habari zinazokiki mpaka muda huu ni ile siku ambayo Mwamba alikuwa amemkataa bidada live bila chenga katika msiba. Hizi taarifa zinamtibua sana bidada moyo wake. Moja kwa moja siku leo akiwa kwenye gari, Mwamba akaanza kusema kwamba wakati mwingi unatakiwa uwe jirani yangu kwa sababu nahitaji kuchaji mwili wangu. Nimekuja kuambiwa kwamba kadri ninavyozidi kukaa mbali na wewe basi nitakuwa nazeeka taratibu kama binadamu. Kwa hiyo nakuomba sana jitahidi muda wako mwingi sana hakikisha unakupa jirani yangu, sawa? Akasema okay sawa, haina shida. Kwa kila wakati wage unanishikashika tu, mimi nimekuwa mkeo mpumbavu nini wewe? Mwamba kwenye gari akaanza kumshika bidada. Bidada akaanza kulinga na akamtoa mkono, anamwambia bwana sitaki unishike mimi. Lakini Mwamba Guan akaanza kugundua kwamba bidada yuko serious sana, kwani hata walipokuwa akitembea katika maeneo ya ofisi bado bidada alikuwa anamkatalia Mwamba kuweza kumshika. Kumbe wewe maombi yako unapenda sana yatimizwe, lakini wengine huwezi kuyatimiza. Sasa mwaka huu utajua namna gani ya kuweza kuondoa uzee wako ambao unakukabili mbele yako. Wakiwa ndani ya lifti wakaona tangazo fulani hivi linaonyesha namna gani unaweza kupata kuondoa uzee wako. Kuna dawa fulani ambazo unaweza kujipaka mwilini mwako zinapunguza kidogo hali ya uzee. Mwamba kupitia hapa akaamini kwamba bidada atakuwa msumbui kabisa, kwani atajua namna gani ya kuweza kuondoa uzee wake. Lakini simu ikawa inaita kutokea kwa secretary akisema kwamba kuna picha za CCTV kamera zinazoonyesha matukio yote yaliyoweza kufanyika ndani ya nyumba. Na bidada anataka kuchunguza ni nani ambaye alikuwa amebadilisha dawa za bibi na kumbadilishia kumwekea dawa ambazo alikuwa na allergy nazo. Bidada akazidi kufuatilia katika CCTV kamera, lakini hakubahatika kabisa kuona siri yoyote ambayo imejificha katika tukio hili. Lakini Mwamba akawa anachoka kabisa kwa sababu yeye ni binadamu. Lakini Mwamba akiwa anataka kuondoka, bidada akawa anamrudisha na kumwambia kuwa kaa hapa, tunatakiwa tuhangaike mpaka tupate picha kamili inaonyesha tukio na nani alikuwa ameingia katika chumba cha mama na kubadilisha dawa. Akasema kwamba nachoka sana, ni vyema ningetumia uwezo wangu katika kukagua tukio hilo, ingekuwa ni njia rahisi zaidi. Natakiwa nikushike mkono ili niweze kupata nguvu na kukusaidia kukagua tukio hilo. Lakini Mwamba kabla hajamshika bidada kwanza akasema kwamba na mimi nina sharti langu moja. Kama tukifanikiwa kumkamata huyo muuaji, basi uniahidi kwamba na mimi nitaendelea kushika mkono wako mpaka alama hiyo itakaporudi katika mkono wangu. Kama utatoa ahadi hiyo basi mimi niko tayari kukusaidia. Basi bidada hakuwa na namna yoyote isipokuwa kukubaliana na Mwamba. Mwisho wa siku akampa mkono wake aweze kuugusa. Lakini jamaa alipo
alipoweza kusnap vidole vyake akashangaa kuona kwamba hakuna kinachotokea. Akajaribu na kujaribu na hakuna kilichokuwa kinatokea. Hapa ikawa ni msala mwingine kabisa huu. Na swali ni moja tu, je, uwezo wa mwamba umeelekea wapi na itakuwaje? Watawezaje kumsaidia mtu ikiwa hawezi kupata uwezo wao wa zamani? Tani katika episode ya 5 na sharti ni moja tu, unatakiwa kugusa alama ya kulike kadri unavyoweza mpaka tufikishe like 100. Basi episode inayofuatia inatoka hapo hapo.